Unaona? Usiwe na mawazo haya. Wewe vumilia tu maisha na ipo siku Mungu atakusaidia utaishi maisha mazuri tu na amani. Maisha haya nayoishi sasa hivi atakuja kubadilika kweli? Sidhani. Mtoto anaumwa mpaka dakika hii, hata ile panado ya kutuliza homa hajaipata. Hata ile ya kukata tu hivi hajaipata. Hela ya uji ya kumkorogea mtoto uji na unga. Unaniambia maisha yatakuja kubadilika? Hivi kweli maisha haya yatakuja kubadilika? Cha msingi tuende kwanza duka la madawa tukachukua japo panado ya kumtuliza maumivu ili Farida atakaporudi kama atakuwa naye na twende hospitali. Takusikia sana shida. Yaani hapo kidogo tutaenda kusaidia. Sawa, nakusikiliza wewe tu kwa sasa. Nzuri sana. Karibuni. Nimekusaidia nini? Mambo kama haja na mama. Haya mama. Mtoto ana umri gani? Tuone nini hapa. Mambo. Jambo wewe. Pole. Utapona. Kwa nani ni 1500 mama? Unafahamu sijui jinsi ya Mwana ina batano na mimi natoka hapa nitampa kutoa mara 3 kila baada ya masaa 8. Namsaidia kama sawa. Mtoto mzuri. Unywe dawa ete. Salimie baba. Haina shida tu dada. Tutabeba hivyo hivyo. Okay. Haina shida. Karibuni. Asante. Hivi kakupa pesa yako? Anipa pesa wapi wakati wenyewe mna utaratibu wenu kila siku? Yule mtoto wa kike bwana, ungemkazia tu angekupa hela yako.
Wewe mwenyewe unajua kabisa mimi sipendi mizozo na watoto wa kike ndugu yangu. Alafu mimi nishavurugwa. Mimi naelewa. Kwa hiyo umeelewanaje sasa? Mpeleka kwenye viwanja vyake hapo. Ananiambia baadaye nimfuate atanipa pesa. Haina shida. Wewe ukienda tu nakupa dola. Haina shida. Kazingua lakini. Naona uko mwenyewe. Sasa shemegi, nitakuwa na nani na nyinyi yote mmeniacha peke yangu. Na maana utakuniambia Faridi mpaka sasa hivi hajarudi tu. Hajarudi. Sasa shemu fanya kitu kimoja. Wewe mkienda kupumzika tu sawa. Ili kwamba uangalie kama atafika masaa mawili hajarudi. Hebu jaribu kuniamsha uniambie ili niweze kwenda kumwangalia kijana wangu. Sawa. Habari gani sasa tunaletea habari hizo sasa? Hivi mtu wa kawaida anaweza kaja akatoa funguo? Hizo habari za maaskari wa barabarani sio huku sasa. Hiyo haraka yako wewe ndio umekupa save element na abiria yako save element. Hapo bado sijakagua. Hamna setimila huko. Kienda kwenye vibali huko, yani hata hivyo hakuna sheria ya kutoa funguo katika chombo cha mtu. Hapa si barabarani. element utakuwa umeshapotea. Tu barabarani, element popote utakuwa pale. Wewe na abiria yako wote mmoja. Kwa hiyo na kuamini vipi kama wewe? Wewe amini wewe ni askari, sitaki kukuchana Kuamini kama wewe askari bwana. Lakini tunajua kama sisi tunasaidiana kwa elimu upande. Unasaidiaje? Weka vitu ni buraie tu, mimi nakufungulia fresh. Kwa sababu mimi mwenyewe na mimi mbona nikamaliza tu. Ndio nini? Uone. Yogesi. Sasa tukumbuke. Sasa Faridi. niingishe basi. Ndio Faridi anafurahisha sana. Nikuungishe nini sasa? Sera yangu au? Kwani nilotoa kule alikuwa majani? Sasa dada yangu ile hela sisi kwamba tumesolve tatizo pale. Wewe mwenyewe unajua yani. Sawa, lakini light kama ungelijua hilo, wewe ungetoa 5000 na mimi nitoe 5000. Lakini wewe umeniacha nimetoa pesa yangu yote, sasa hivi unaniambia nikuungishe. Na kuungisha nini sasa? Sawa basi kama vipi nige basi japo 5000 tu. 5000 tu. Yaani Faridi mimi kusema za ukweli shilingi 5000 hata sina. Labda nikupe shilingi 2000 tu ndio nilionayo. Sawa, haina shida nipe tu. Okay, poa. Poa. Fresh.
Walidi. Mambo vipi? Hadi vipi? Fresh mambo vipi? Sio poa kabisa. Nini tatizo? Yaani hapa nasafiri kusia. Lakini sijui lini nitafika safari yangu na muda gani. Yaani ndio kitu nimechanganyikiwa sana. Yaani huko hapa. Pole sana sana. Mimi nafikiri utakiwa kukata tamaa. Sawa? Cha msingi unajua Mwenyezi Mungu inawezekana amekupa mitihani wewe, sawa? Ila unatakiwa muombe sana Mwenyezi Mungu ili akuondolee mitihani. Mimi nafikiri hamna, yote yatakuisha tu. Vipi lakini kuhusu dogo? Dogo bado anasumbuliwa. Yaani hali yake sio nzuri kabisa. Unajua nafika kipindi mpaka namuonea huruma mwanangu. Naona kama namnyanyasa vile. Nitajifunza hata kuchona viatu na mimi angalau nije nijue. Hamna noma mwanangu, sijali, kazi tu mwanangu. Unajua? Poa baadaye.